Hao watu wanaofanya uhalifu, rafiki yangu, hao watu wanaofanya uhalifu ni simu moja tu. Simu moja. Unaletewa fingerprint unafuatwa nyumbani kwako, unachukua fingerprint unaletewa. Kwa hiyo sasa ndio hivyo, hao watu wanakuwa connected, wana network kubwa, wana influence, wana pesa. Na wana pesa. Malizia hiyo, wana pesa tosha. Yes. Wana pesa. Wanaweza wakamanyuva mifumo ya kisheria, wakaimanipulate na wakafanya wanavyotaka. Sawa sawa. Kwa hiyo hapo ndio tatizo kubwa liko hapo. Point bottom line ni kwamba hawa watu wana pesa nyingi sana. Kwa hiyo tunavyotengeneza mifumo yetu kupambana nao, ni lazima strategy ziwe informed juu ya hizo realities. Kwamba sawa tunatengeneza mifumo, lakini hawa watu wana pesa. Na hawa wanaoirani hiyo mifumo ni binadamu, tunafanyaje? Kwa mfano sasa hivi tuwakika usimamizi mzuri, sasa hivi uhamiaji, airport, kila uhamiaji anayemruhusu mtu kupita, unagonga passport, anaonekana kwenye mfumo, inajulikana siku fulani ndo Masuda alitoka alienda Thailand. Aliyekuwepo Zamu airport alikuwa nani? Yes. Aliyegonga passport yake akamruhusu kutoka alikuwa nani? Akipatikana yule wanaangalia chain nzima. Hii passport ilipatikana lini? Ndani ya muda gani ilipatikana? Ni officer gani aliyokuwa na handle hiki? Yes. Kwa hiyo kiweka mfumo wa namna hiyo itasaidia kuaditaa hawa watu. Yaani kuwe kuna very strict measure ya kufuatilia hivyo vitu. Kwa wakiwa very strict katika namna hiyo itasaidia kupunguza. Naweza siviondoe kabisa, lakini itasaidia kupunguza. Asante sana Advocate Mugambira. Unajua naiangalia biashara ya kama watoto, namalizia kwenye ulimwengu wa uwezo wa kupandikiza ujauzito kwa mtu. Ina maana kuna wanawake wanaweza wakawa wanalipwa kwa ajili ya kuzaa tu, si ndio? Na wakazaliwa watoto wasiokuwa na nasaba kabisa, si ndio? Kabisa. Yani wakazaliwa watoto ambao hamna baba atakayemfuatilia na mama atakayemfuatilia. Na umeongea vizuri sana. Wengine wanaenda mbali zaidi, umenikumbusha point moja. Wengine wanakwenda kwenye hivi vituo, kuna kitu kinaitwa orphanage trafficking. Hatujaifanyia utafiti na vituo vya watoto yatima vinavyo tunaifanyia utafiti zaidi. Watu wanaenda pale, wanachukua watoto, wanawaasili, wanawaadopt kwa taratibu zote za kisheria. Ingawa najua sheria yetu sisi kumwasili mtoto ni shughuli pevu, kama mchakato. Lakini kama nilivyosema, ni watu wenye pesa. Unaweza ukarushwaika. Unarushwaika. Mchakato mgumu unaonekana rahisi. Unakuwa mwepesi. Lakini tunajitahidi sana. Nimeona mchakato wa kuwasili mtoto Tanzania, kuadopt mtoto Tanzania ni shughuli pevu. Yani na eneo lingine, hawa madada zetu hawa wanaopenda kuolewa na wazungu. Nilikuwa napata testimony ya binti fulani shemeji yangu ambaye naye alinusurika kidogo kuchukuliwa kwenda huko Ujerumani. Anasema alipatikana kipapaa cha kizungu, ka express interest na nini, dakika za mwisho sijui nani aliyemsanua. Akamwambia bwana, huko nakoelekea hawa watu wanafanya 1 2 3. Kwa hiyo kuna hizi sham marriages wanakuja, naona mbinu rahisi ya kuwapata hawa mabinti ili waende, na visa ni vingi sana vya hili eneo. Tunampataje wa binti wazuri waende kutumikishwa kwenye ukahaba kule, kwa sababu ukahaba ni biashara nzuri sana. Kubwa sana, yes. Wanakuja na wanafanya kama wanataka kuoa. Ana fall in love. Ana fall in love, anamspoil binti, unajiona umependwa. Ana spoil familia yake, anaacha vipesa, wanapanda pipa, wanaondoka. Kishafika kule, uhuru unapotea, wananyang'anywa passport, wananyang'anywa simu, pia kwa mapimpo, anaanza kuuza. Advocate Mugambira, bana nakushukuru sana. Asante sana. Request tukupeleke leo, tulikuwa tuna wakili msomi, alikuwa anatupitisha, anafanya sana harakati za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Ni vitu ambavyo huvisikii sana, hudhani kama vipo, kwa sababu unaamini unaosafirishwa ni mzigo, lakini kuna kesi nyingi sana. Kuna ndugu zetu wengi sana wanarudi hapa wana vihela au wana hela, hawasemi wamepitia nini. Baadaye unaweza kuja unakuta wanaongea, lakini wengi wanatumikishwa kingono,
wengi wanatumika kama makontena kubebea madawa ya kulevya. Kuna ambao hawarudi kabisa kwa sababu ya viungo vyao kuchukuliwa. Yani kuna kesi kadha wa kadha, mambo mengi ni mengi. Mimi mwisho kabisa, kwa kila familia sisi tunahangaika. Unajua wengi tunatoka kwenye familia za kimaskini. Unaweza kuwa kuna mtu mmoja tu ndo ametoka maisha yake mazuri, wengine wote njaa tupu, tunahangaika. Familia, akitokea mtoto ndani ya familia, kijana ndani ya familia anakwambia amepata kazi, naomba wajomba, mashangazi, baba wadogo, mama, baba, kaka, majirani, marafiki, saidianeni kwenye kupekua kujua aina ya kazi ambayo anakwenda kuifanya. Kazi zipo. Hatusemi kila anayekwenda nje ni anakwenda kwenye mambo mabaya. Kazi zipo, fursa zipo nyingi tu duniani, si ndio? Lakini bahati mbaya wanasema kwenye msafara wa mamba walikuwa wanasema kenge yupo, siku hizi mpaka twiga wanapita. Kwa hiyo watu wanatumia hizi fursa ambazo tunasikia zipo, wanazitumia hizo kwenye kuhakikisha kwamba wanawanasa wadogo zetu, na sio watoto wa kike tu, watoto wa kike na wa kiume wanachukuliwa, wanakwenda kufanyishwa mambo mbalimbali. Kwa hiyo familia, mkisikia mtoto ndani ya familia anasema amepata kazi nje na nini, simamieni, ulizeni maswali mengi zaidi.